السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ومحى الظلمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا في محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله، يا من أتيت إلى الحياة مبشرا، وبعثت بالقرآن فينا هاديا، وطلعت في الأكوان بدرا نيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ما قدرناك حق قدرك. Sayyiduna Musa alayhi salatu wassalam, ambaye ni maarufu kwa jina la Kalimullah, msemezwa na Mwenyezi Mungu jalla jalalu. Qur'an inasema wa kallama Allahu Musa taklima, Mwenyezi Mungu ameongea na Musa akajibu, na Allah subhanahu wa ta'ala akaendelea kuongea naye, hatimaye ameitwa Kalimullah. Anasema Nabii Musa kumwambia Mwenyezi Mungu, ya Rabbi kaifa ashkuruka haqqa shukrika, ya Rabbi nieleze nitakushukuruje mimi mpaka nionekane kama nimekushukuru kweli juu ya yale ulionineemesha na kunipa miongoni mwa neema zako dhahiratan wa batina. Nyingine ninaziona waziwazi, nyingine sizioni, lakini neema na zote almun'imu huwa anta ya Rabb, wewe ndiye uliyezimimina neema hizo kwangu. Na sote tunaziona neema hizo na nyingine hatuzioni kathira, tunazitumia majanan bila kulipa chochote. Basi Musa anamuuliza, ya Rabbi kaifa ashkuruka haqqa shukrika wa shukri laka ni'matun ukhra wa hiya kadhalika tahtaju ila shukr. Nikushukuruje ya Rabb hata ninapokushukuru, ile kukushukuru kwangu nayo ni neema nyingine vile vile, nayo inahitaji shukrani nyingine. Sasa kila nikifikiria kukushukuru wewe nashindwa ni kushukuru vipi, kwa sababu nikisema alhamdulillah nimekushukuru, hicho kitendo cha kusema alhamdulillah nayo ni neema nyingine Mungu umenipa. Maana kuna wengine hawashukuru, nayo ni neema, nayo itahitaji shukrani. Sasa utaenda hivyo kama vile wanadamu ambao hawana isipokuwa wanafikia mwisho, wanategemea kwa yule aliye hai ambaye hafi. Ndio maana waliambiwa katika suratul Baqara, thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullaha inna Allaha ghafurur rahim, fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. zamani walipokuwa wakienda haji, Makuraishi walikuwa wakipiga mashamiana katika sehemu maalum, na walikuwa wao wana wakubwa hawaendi kule wanakokwenda watu, wao wana sehemu yao maalum na wao wana kauli zao maalum, na wao walikuwa wanaifanya hii miezi wanavyotaka. Hii miezi anaweza akasimama bwana mkubwa mmoja wa Kiquraish
akasema natangaza na nyote nioneni, mnanijua? Anasema ndio nakujua. Ni nani mimi? Wewe ni katika banu fulan alladhi la yuraddu lahu qawl, ni yule ambaye hata ukisema neno watu hawapingi. Sasa nasema hivi, mwezi wa Rajab mwa mwezi huu tunauakhirisha, huu unaokuja sio Rajab, tunarudisha nyuma. Na watu nasema sawa. Muharram hii si Muharram, maana siku za Hija ndio ilikuwa inafikia hapo, ile mwezi wa Dhulhijja. Bwana mkubwa mmoja anatangaza kurudisha nyuma miezi, anasema tunarudi tena nyuma. Unakuja mwezi wa Muharram lakini hauhesabiwi kwamba ni Muharram kwa sababu ushafutwa na bwana wakubwa kwa maslahi yao, kwa sababu kuna miezi ilikuwa ni haramu kupigana, ni haramu kunyang'anya. Sasa kukiwa na njaa, kuna baadhi ya watu wanapata ngawira katika vita na kunyang'anya watu. Kwa hiyo ukiona mwezi uko just around the corner na kuna njaa, inabidi mpaka watu wanyang'anyane wapigane ndio wapate hela, unaakhirishwa ule mwezi. Ndio Qur'ani imekuja kusema innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Hakuna mambo hayo ya kuakhirisha miezi, ni kuzidisha ukafiri wa mtu. Sasa walikuwa wakifika sehemu kama zile, walikuwa wakijitapa kwa mababa zao na mababu zao, mimi ni fulani ibn fulani ibn fulani ibn fulani ibn fulani. Sasa Qur'ani hiyo ikamwambia sasa hivi kuna mageuzi, kwa sababu amekuja Mtume Muhammad. Yeye hatoenda kama vile walivyokuwa akienda baadhi ya watu. Ndio Allah akamsisitiza Mtume akamwambia, ukifika Arafa thumma afidhu min haythu afadha an-nas, nenda kule kule wanakokwenda watu wote, kwa sababu kulikuwa kuna VIP place na kuna nyingine wanaenda watu wote. Sasa ile VIP usiende ile, nenda sehemu wanakokwenda watu wote. Thumma afidhu min haythu afadha an-nas wastaghfirullah, mkifika huko muombeni Mungu msamaha. Kisha mbele aya sema fa idha qadaytum manasikakum, mkimaliza ibada zenu za hija, fadhkurullaha, mtajeni Mwenyezi Mungu, kadhikrikum abaakum, kama vile mlivyokuwa mkitaja wazazi wenu, baba zenu, mi fulani ibn fulani ibn fulani. Mnawapenda sana wazazi wenu na mnajinasibisha na nasaba zenu. Sasa Mwenyezi Mungu mtajeni, au ashadda dhikra, na zaidi ya hivyo. Wakauliza ulama, kumtaja Mwenyezi Mungu zaidi ya hivyo? Nasema hao wanajidanganya. Hata ukijitaja mimi ni fulani mwana wa fulani mwana wa fulani, na huyo fulani anasema naye mimi ni fulani mwana wa fulani, na huyo fulani naye atasema na mimi ni fulani mwana wa fulani, na huyo fulani, mpaka mwisho atafika wapi? Watafika mwisho kwa nani? Adam alayhi salatu wassalam. Sasa Adam naye atasema mimi ni mwana wa nani? Adam atakuta aliyemuumba ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kumbe sote mwisho wake lazima utagonga ukuta, utafikia kwa yule ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa, na hapo ndo pahala mwisho wa kila kitu, na ndo pahala pa kutegemea, na hapo ndo pa kutaja sana, kwa sababu nasaba zetu zina mwisho, lakini kumkumbuka Mwenyezi Mungu hakuna mwisho. Ndio maana anasema dhkurullaha dhikran kathira, mkumbukeni sana, mtajeni sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, utajo mkubwa. Sasa hata neema zote hizo kimshukuru Mwenyezi Mungu, ile kuafikiwa tu kusema alhamdulillah, nayo ni neema, nayo inahitaji shukrani nyingine. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mtu wa kushukuru tu siku zote. Sasa Musa anasema ya Rabbi, nikushukuru je mpaka nionekane nimekushukuru? Allah akasema na Musa, kamwambia ya Musa, usipate tabu, man arafa dhalika faqad shakarani, man arafa dhalika faqad shakarani. Kama kuna mtu anajua kwamba ile kusema alhamdulillah yake kwa neema aliyoiona, ile kusema alhamdulillah inako kunahitaji shukrani nyingine, kama wapo watu aina hiyo wanalikumbuka hilo, kwamba kumbe Allah ndo aloniafikia ulimi wangu kusema alhamdulillah, na hii alhamdulillah inayo inahitaji alhamdulillah, na alhamdulillah inayo inahitaji alhamdu. Kama kuna watu wanafikiria hayo, tayari hao wamekwisha kunishukuru. Ana haja kupata tabu, ni ufahamu tu kwamba kila kitu kinatoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi tunakushukuru ya Rab, tunakushukuru ya Rab kwa tunayoyaona na tusiyoyaona. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda kushukuriwa.
anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun, nikumbukeni mtawakumbuka. Na hii lugha ya Kiarabu kukumbuka ni mushakala. Ulamaul adab wanasema ukisikia kitu Allah kakinasibisha kwake kama vile sisi, usifikiri yeye anasahau. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Inaitwa lugha al-mushakala. Katika lugha ya Kiarabu kuna lugha inaitwa mushakala. Kuna mwanamke alimuuliza mumewe, madha natbahu lak, tukupikie nini sasa leo? Mume akasema, itbahuli jubbatan wa qamisa, nipikieni joho na kanzu. Joho na kanzu zinapikwa, lakini mushakala, maana hichi ndo ninachokitaka mimi kwa sasa hivi, for the time being hakuna haja ya kupika, niletee kanzu na joho. Ndio lughatul mushakala. Sasa anasema udhkuruni adhkurukum, nikumbukeni na mimi nitawakumbuka. Haina maana kwamba Allah anasahau kama tunavyosahau sisi. Washkuruli, ishkuru, amri ya Allah anatoa shukuruni, kuweni waja wenye shukrani. Wallahi alazim, katika anzi zetu tulizonazo, kushukuru ni baadhi ya watu, ni baadhi ya jamii. Kuna watu hata uwatendee ihsani kiasi gani, uwafanyie mazuri kiasi gani, waone neema kiasi gani, hawakumbuki kumshukuru subhanahu wa ta'ala, au hata kumshukuru mwanadamu mwenzake aliyemfanyia neema. Huu ni msiba, huu ni msiba mkubwa. Ndio yule mwenye kusema akasema, minan nas man la ya'rifu an yunkir mahma zalamtahu, wa minan nas man la ya'rifu an yuhib mahma akramtahu. Kuna miongoni mwa watu hawajui kuchukia hata uwadhulumu kiasi gani. Utaona bado wanakupenda, bado wanakufuata, bado wanakuhitaji, bado wanasema nawe vizuri, mpaka mwenyewe anajiuliza, hili halijui kuchukiwa hili, lakini bado wanakuwa na wewe tu kila wakati. La ya'rifu an yunkir mahma zalamtahu, umkimbie kiasi chochote bado itakuwa. Wa minan nasi man la ya'rifu an yuhib, na kuna wengine hawajui kupenda mahma akramta, hata umkirimu kiasi gani, mpe hata roho yako uitoe umpe yeye, hata sema alhamdulillah hata siku moja alinakushukuru, hajui, hafahamu. Mwisho atasema wajinga ndio waliwao. Hakuna vitu kama kushukuru katika ulimwengu. Shukrani ni kitu kikubwa ambacho ni yatima. Watoto wetu hawa watoto wadogo hawa, basi ni kitu bora sana malezi kwao, kikifundishwa kitu, na miongoni mwa vitu kusema shukran kwa mtu mzima aliyemfanyia kitu, au hata kwa mwenzake. Maana tarbia inaanza from the grass, kutoka katika chini huko kabisa. So wanapokulia katika jambo, ndio ile sema al-ilmu fi as-sighari kan-naqshi ala al-hajar. Kusoma au kumfundisha mtoto akiwa mdogo ni kama kulichonga jiwe. Zile hati juu ya jiwe zitabakia dahari na dahar, hazifutiki pale. Kwa sababu gani? Umezichonga katika jiwe. Ndio kupachika mambo kwa watoto wadogo kama hawa umri wao, inakuwa umesomesha kweli kweli. Sasa watoto wetu, mpe kitu, mfundishe, sema alhamdulillah, sema shukran, sema asante. Angalia wazungu, thank you, ndio ulikuwa karibu chochote utakachofanya. Kwa Kifaransa sema merci, ndio ile ra ile tamko ghain kwa lugha ya Kifaransa, kwa kusema kinyoteur. Basi iko karibu kidogo na lugha ya Kiarabu. Lakini watoto wadogo wanajua ukimfanyia kitu, thank you, yes please, no thank you, yes, sorry. Hizo vitu vyote hivi ni vitu vya Kiislamu. Watoto wetu hawafahamu. Anaweza kumkanyaga mtu hata yuko karibu kumtoa jicho, asimwambie sorry. Sio tarbia. Ukimkosea mtu mwambie pole. Ukimfanyia jambo sema asante. Kwa shuleni watoto wafundishwe, madrasa wafundishwe. Hizi ni tarbia za bure kabisa. Unachukua hela kutoka kwa mtu, sema asante, shukran, unamwombea dua. Ndio tabia za watoto, bali unakulia wewe mpaka unakuwa mtu mzima. Lakini unaweza ukakulia katika tabia hiyo ya kutokujea kusema asante hata ukiwa mtu mzima.
Naam. Ukianzia mdogo, innal ghusuna idha qawamtaha tadalat. Sema innal ghusuna, hakika zile matawi yale ya mti, idha qawamtaha, ukiyanyoosha, i'tadalat, utayaona yamekaa sawa sawa. Wala yalinu min ba'diha alkhashabu, lakini niambie, unataka kunyoosha mbuyu, utaweza? Basi mbuyu ndio ushakuwa mtu mzima wewe, eti sasa unafundishwa sema asante. Unaona utumwa. Asante nini? Kule kuna nchi jirani moja, basi ukienda ile, siku moja tumeenda kwa shopkeeper, tumetoa hela, tumenunua kitu fulani, basi kukupa ile sema asante. Sasa wale wanauliza, kwa nikakupa bure? Unamwambia asante kitu gani? Sisi tumenunua kwa hela zetu. Yani hajui hata maneno asante yanamaanisha nini. Utumwa. Kuna watu wanaona shida, wallahi alazim, wanaona matatizo makubwa kusema asante, kusema shukran, kusema afwa. Wala haiwezekani. Unamwambia asante ya nini? Basi hata kama yeye kuchukua bure, useme neno zuri tu. Maneno mazuri ni dawa. Basi tuwafundishe watoto. Miongoni mwa tabia njema kabisa ni kusema shukran, afwan, asante, samahani. Maneno haya yametoweka, ndio maana miji imekuwa haina baraka, bali nyumba ni neno ambalo linafaa liwepo kati ya mke na mume, baba na mwanawe, babu na mjukuu wake, jirani na jirani yake. Kitu chochote kitakachokuwa hakikwenda sawa, litumike neno hilo. Na utaona mtu ukimwambia asante, amefarijika. Ukimwambia samahani, amefarijika. Ukimwambia sorry, anafarijika. Kwa sababu gani? Ni mwanadamu yule, anajua kizuri na kibaya. Na ndio maana Mtume akasema, man la yashkuru Allah, man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah. Watu ambao hawana tabia ya kuwashukuru wanadamu wenzao, hata Mwenyezi Mungu aliyewaumba hawatomshukuru. Hata Mungu aliyowaumba. Unakataa kumshukuru mwanadamu wenzako, je, Mungu hutomshukuru? Usisema simuoni, sina haja ya kumshukuru. Unayemuona mwanadamu mwenza, hayo ndio mazoezi ya kuweza kwenda mpaka ukamshukuru Allah jalla jalalu. La yashkuru Allah man la yashkuru an-nas. Hata mshukuru Allah asiyewashukuru wenzake. Mtume anafundisha, anasema, man sanaa ilaikum ma'rufan fakafi'u, atakayewafanyia wema mlipeni. Wa idha lam tukafi, idha lam tajidu ma tukafi'u, kama hamkuweza kumlipa kitu wema wake, fad'u lahu, muombeeni dua. Na hakuna malipo makubwa kama dua. Mwenyezi Mungu akutengezee, Mwenyezi Mungu akutolee nafasi, Mwenyezi Mungu akupe makharaj. Hizo ni kuonyesha shukrani zako, kuonyesha manake ume appreciate, umefurahia kile ambacho wamekifanya, kitu chochote. Lakini hata wema waliokuwa wametangulia, yeye sio lazima umfanyie wema aseme asante. Hata ukimfanyie baya, ukimtukana, mwisho anakuambia asante sana. Ndio Sayyidina Umar anasema, rahimallahu rajulan ahda ilayya uyubi, Mwenyezi Mungu amrehemu mtu ambaye amenizawadia aibu zangu. Yani amenitukana, amenisema, hizi ndo aibu zako nakuletea mwenyewe. Sasa Mungu amrehemu mtu huyo, kwa sababu amenizawadia aibu zangu. Basi hata kwa watu wabaya, walikuwa wakiwatusi, wakiwatukana, pia walikuwa wakiwashukuru asante. Naam. Basi tuwafundishe watoto katika makarim al-akhlaq kusema shukran, afwan, asante, samahani. Haya ni mambo makubwa ambayo yanajenga utu wake na tabia njema aliyotumilizwa nayo kuikamilisha mtukufu wa daraja Mtume Muhammad. Na tabia njema nyinginezo ni tabia ya haya. Alhaya ni tabia njema, lakini tunashindwa kuieleza haya, au tunashindwa kuifanyia tatbiki katika maisha yetu. Kuitabik haya ni kitu gani? Watu wengi ufikiria haya ni ile kutoweza labda kufanya kitu mbele ya watu peke yake tu, inakuwa mujarradul haya. Nataka tutofautishe kati ya kuona haya na kuona aibu. Ni vitu viwili tofauti. Aibu wanaita khajal,
kwa lugha ya Kiarabu. Khajal ni tofauti na haya. Haya ni sifa nzuri, na ndio maana alifika nayo bwana Mtume Muhammad. Hadithi zinasema kana Rasulullah ashadda an-nasi haya, Mtume alikuwa na haya kuliko watu wote. Sasa sisi tunaona haya ni ile kutoweza kufanya jambo. Mtume aliyafanya mangapi na alikuwa na haya hata kuliko mwari, mwanamke ambaye hajaolewa. Mtume SAW akimzidi kwa tabia za haya. Haya ni tabia tukufu kweli kweli, mpaka Mtume akasema alhaya'u min al-iman, alhaya'u shu'batun min al-iman. Haya ni kipande cha imani. Kama imani ni kipande hivi kimekamilishika nusu, na nusu yake ni tabia ya haya. Lazima kuweko na haya. Ndio katika hadithi yake maarufu Mtume anasema istahu min Allahi haqqal haya, oneni haya Waislamu. Masahaba akasema inna nastahi ya Rasulullah, walhamdulillah, sisi tunaona haya ya Rasulullah, tunashukuru. Mtume akasema laisa dhak, sio kuona haya mnavyofikiria nyie. Maana kuna watu wengine yeye akila ugali tonge lake ni karibu na robo kilo kiganjani, lakini akila na watu analipunguza, inakuwa kwa sababu ameona iko mbele ya watu. Sasa ile anaona aibu. Sasa yeye ufikiri anaona haya, ile sio haya. Kata tonge lako vile vile ulivyozoea. Khajal ni kitu ambacho kinatokea kuona aibu, kini haya ni tabia njema. Nasema idha qalla ma'ul wajhi qalla haya'uhu fala khayra fil wajhi in qalla ma'uhu haya'uka alayka fahfadhhu fa innahu yadullu ala fi'li al-karim haya'uhu. Sema idha qalla ma'ul wajhi, yakisha kuwa machache maji ya uso na maji yake, yani haya. Ukisha kuwa huna maji katika uso wako, qalla haya'u, haya zitakutoka. Idha qalla ma'ul wajhi qalla haya'u wala khaira fil wajhi in qalla ma'u, na uso hauna khairi ukisha kuwa umetoka maji ya haya. Haya'uka, haya yako, haya'uka, haya yako ihifadhi. Haya'uka alayka fahfadhhu, ihifadhi haya yako, yani kuwa na tabia ya haya. Fa innahu, hakika hiyo tabia ya haya, yadullu ala fi'li al-karim haya, inaonyesha mtu ana vitendo vizuri na vyema na mstaarabu na mtu wa haya. Ndio Mtume akasema idha ma lam tastahi fafa'al ma shi't, kama huna tabia ya haya fanya upendalo, utakuwa unafanya unachotaka kwa sababu una. Lakini ukiwa na haya utaogopa hata kumdhulumu kuku, kwa sababu unaona haya aliyoizungumza Mtume Muhammad akasema an tahfadha ar-ra'sa wa ma hawa, an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, ni kuhifadhi kichwa na kilichokusanywa na kichwa. Wal batna wa ma hawa, na kuhifadhi tumbo na kilichohifadhiwa na tumbo. Maana ya haya aliyoitafsiri Mtume, isikilizeni. Kuona haya, haqqal haya, ukweli wa kuona haya ni mtu kukontroli kichwa na kilichokusanywa na kichwa. Kichwa kimekusanya nini? Macho, ulimi, masikio, pua, hivi vyote hivi uvikontroli. Sasa kukontroli macho na masikio ni nini? Na mabalaa mengi yanatokana na kuona na kusikia. Kwa hiyo ukihifadhi hivi vitu, huyu ameona haya, ukweli wa kuona haya. Hasa katika mwezi wa Ramadhani, haya ilitakiwa kwanza mpaka mwisho ni kuhifadhi kichwa na kilichokusanywa na kichwa, na kuhifadhi tumbo na kilichokusanywa na tumbo. Yani tumbo wanasema ni kuhifadhi usile kitu cha haramu, na mwanamke ahifadhi asiingize mtoto asiyekuwa na baba, na huku chini ya tumbo kuna vitu vingine vihifadhiwe vile vile. Yote hii ni kuona haya. Ina maana kuona haya sio ile kukata tonge ukawa unalirusha rusha hivi alafu mtu unalifinyanga vizuri ukaona haya mbele za watu. La, haya ni tabia nyingine kabisa, ni katika khuluq ambazo mtu anataka asifiwe nazo. Sasa usione we mtoto usema mimi naona haya kusimama darasani nikatoa mawaidha mbele wenzangu, naona haya. Sio kuona haya. Utakiwi wala kuona haya. Unatakiwa tena uwe na jur'a
Msikilize mtume alipokuwa pamoja na masahaba. Sahaba akawauliza, inna minash shajari shajara la tasqutu waraquha wa innaha la mithlu almu'min hadithuni ma hiya. Kuna mti ambao majani yake hayapukutiki hovyo, na huo mti ni strong, na anavyotakiwa mu'min awe kama huo mti. Niambieni ni mti gani? Masahaba wakafikiri, hawakujua ni mti gani. Alikuwepo mtoto, ni mtoto wa Umar ibn al-Khattab, anaitwa Abdullah ibn Umar. Anasema fawaqa fi nafsi, ikaja katika nafsi yangu na akili yangu mti aliyouuliza mtume, annaha nakhla, kwamba ni mtende. Lakini nikasita, kwa sababu naona Abu Bakar, Umar, masahaba wakubwa wapo, lakini hakusema mmoja wao. Sasa mimi nikaona haya kusema mbele ya watu wakubwa, watu wazima, nikakaa kimya. Mwisho mtume akaagua yeye mwenyewe kitendawili hiki, akasema innaha nakhla, huo mti ni mtende. Sasa walipoondoka, sasa Abdullah ibn Umar anamwambia babake Umar ibn al-Khattab, baba, laqad waqa'a fi nafsi annaha nakhla. Alipouliza mtume, mimi nilikuwa nishajua kama ni mtende. Umar akamwambia, kwa nini hukusema? Akamwambia, watu wazima wako pale, mimi ningesemaje? Sikiliza alimwambia nini? Wallahi ungesema mbele ya mtume, ingekuwa kwangu ni fahari kubwa sana mbele ya mtume, kwa sababu mtoto wangu amelijua swali mbele ya mtume. Angalia, alikuwa kimuencourage kwamba hii sio kuona haya, ungetakiwa pale useme, mimi babako, mimi ningekuwa najiona kweli kweli mbele ya mtume na kujifakhirisha na kupata thamani kubwa. Ungesema pale, ingekuwa ni bora kwangu kuliko kitu chochote. Anamuhimiza. Sasa ni kwamba mtoto hata asione haya. Mara nyingine wakasema ni haya, hii haya sio pahala pake, haya ina pahala pake. Angalia mfano mwingine. Mtume alikuja akakaa na watu wazima. Kulia kwake akakaa mtoto, kushoto kwake wakakaa wazee. Mtume akaletewa kinywaji. Mtume sallallahu akanywa. Baada ya kunywa yeye, mtume alikuwa akipenda kulia, aliyamin, kila kitu chake kulia, kila kitu chake. Kana yujibuhu at-tayammunu fi amrihi kulli, akipenda sana upande wa kulia katika kila jambo, mpaka akikoga bwana mtume akianza kumimina maji ubavu wa kulia. Sasa alitaka kutoa kinywaji kile kuwagawia waliokuwa pamoja naye, lakini sasa mtoto ndo alikuwa upande wake wa kulia, wazee wako upande wa kushoto. Adab na khuluq ya mtume inamwambia aanze na wazee, asianze na mtoto. Lakini watoto wako kushoto, na yeye anapenda kuanza, mtoto yuko upande wa kulia, na yeye anapenda kuanza upande wa kulia, lakini ndo mtoto yupo, na yeye alitaka wachague watu wazima kwanza, lakini watu wazima wako upande wa kushoto. Simeona mtihani huo? Sasa afanye nini mtume sallam? Avunje kanuni yake ya kulia, aanze kushoto kwa kuwapa watu wazima kwanza, au aendelee na kanuni yake ya kuanza kulia ampe mtoto, au aache watu wazima? Sisi tunawaambia watu watangulize watu wazima. Basi mtume sallam ikabidi amuombe mtoto. Angalia, mtume anamuomba mtoto, hal tasmahu li an u'tiya haula'i shuyukh, je unanipa ruhusa? Nipe ruhusa. Anaomba ruhusa kutoka kijana, ni wapi hawa watu wazima kabla ya wewe? Unanipa ruhusa nianze na hawa watu wazima? Sababu kanuni inanitaka nianze na kulia ambaye ni wewe mtoto mdogo. Sasa unanipa ruhusa nisianze na wewe, nianze na hawa? Kitoto kikasema, wallahi la uthiru sawabi, yasema la uthiru, simpi mtu yoyote binasibi min rasulillah, sehemu yangu kutoka kwa mtume aanze na mtu kama ni mimi, sikubali aanze na mtu yoyote hata kama ni wazee. Kachana nao wazee ya rasul. Unaona, hii sasa haikuwa tabia mbaya, maana naona mtu mwenyewe ni mtume mtukufu wa daraja, ndo anaanza na mimi, na hii ni nasibi. Anasema la uthiru binasibi, hii ni sehemu yangu, hii haki yangu, kwa hiyo siwezi nikampa mtu yoyote.
anza na mimi ya Rasulullah. Akaanza na mtoto, akaendelea kunywa, baadaye akarudi kwa wazee. Naam, lakini yote inaonyesha tabia nzuri na jur'a. Kwa hiyo watoto wanatakiwa pia wafundishwe jur'a. Jur'a ni ile kujiamini, anaweza akasema pahala popote, asitovuke adabu tu, asione haya pahala ambapo sipo. Haya ina pahala pake na ikramu ina pahala pake, na khajal inatokezea katika sehemu zake. Basi miongoni mwa makarim al-akhlaq ni mengi ndugu zangu Waislamu, lakini kubwa ni mtu kujipamba na kila tabia iliyokuwa njema na kuachana na mambo yasiyokuwa mazuri. Ndugu zangu Waislamu, mimi nasikitika kusema kwamba nilipoingia hapa Bujumbura juzi, wiki mbili zilizopita, nimepigiwa muhuri. Immigration officer aliniuliza, mara yako ngapi kuja Bujumbura? Kaambia sijui, lakini mara nyingi imeshakuja. Kaambia basi takupa miezi 3 ukae hapa. Kwa hiyo miezi yangu 3 haijamalizika, lakini visa nilopewa na mke wangu imekwisha leo. Kwa hiyo inabidi leo tuagane. Visa yangu imeexpire, na insha Allah kama mwakani tuko hai tutaweza tena kuonana. Kwa hiyo khutba hii yangu ni khutba ya mwisho hapa katika Masjid al-Istiqama. Nasema wazee wangu, munisame kwa kipindi chote ambacho nimekaa nanyi, kama nimekukwaruzeni kwa kitu chochote ambacho sio kizuri. Namuomba Mwenyezi Mungu atutakabalie yote ambayo tumeyafanya, na aendelee kututakabalia mengine ambayo tutayafanya, na atupe ilhamu ya kufanya mema zaidi kuliko haya. Narudisha inshallah mikrofoni kwa raisu lajna ya Istiqama, Sheikh Suleiman Azan, ambaye yuko mbele yangu, kama kutakuwa na kilima chochote, alafu tutaomba dua baadaye. Nadhani alizungumza Sheikh hapa ni maneno mengi mazuri, lakini hili la mwisho limetugusa kidogo. Nadhani sote tunaona kuwa angelibaki kidogo tena zaidi ingelikuwa vizuri. Lakini alivyozungumza mwenyewe kuwa visa ya huko waziri wa mambo ya ndani imekwisha, sisi wote hapa lazima tumuunge mkono na tumtakie usalama. Lakini pamoja na hivyo, sisi kwanza tunamuomba samahani ikiwa kama kuna kitu chochote kile ambacho alikiona kinyume na alivyotarajia. Hakuna iliyokamilika isipokuwa mwenyewe Jalla waala. Na kitu zaidi tungelimuomba shekhe, haya anayotufikishia na akituombea na dua, azidi kutuombea dua tuyazingatie. Ikiwa kama hatutozingatia, itakuwa basi hajafanya kitu. Lakini tunamuomba katika dua zake na ujuzi wake, Mwenyezi Mungu azidi kumpa hicho kipaji cha kufikisha aliyokuwa nayo. Kwani sio kila mtu, kuna mwingine anaona labda nikifikisha nitapunguza yale nilokuwa nayo. Lakini yeye Mwenyezi Mungu kampa kipaji cha kufikisha aliyokuwa nayo. Nasi hatuna cha kumlipa, alivyozungumza mwenyewe hapo. Tutamlipa kwa nini? Ni dua. Dua zetu ni kumuombea kwa Mwenyezi Mungu amuwafikishe kula la kheri, anapokwenda afike salama na awakute salama, nasi atuache salama, na azidi kutuombea dua. Tena asisahau kuwa katuahidi kuwa inshallah mwakani tutaonana tena. Kwa hivyo katika program zake atakazozifanya asitusahau kuwa katuahidi, sisi tunamsubiri na tunazidi kumuombea Mwenyezi Mungu amuwafikishe kula la kheri. Na kama kuna lolote lile liliona kinyume, hatutasama, kwani naye ni mwanadamu kama sisi. Na ningelimuomba Sheikh Salum hapo kwanza amuombee dua shekhe, baadaye shekhe atatuombea dua sote. اللهم احفظه من كل بلاء واحفظه من كل سوء واحفظه من كل مكروه واجعله من عبادك الصالحين واجعله مقره في الجنة يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه
الكريم. اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وارزقنا من بركته معية معصوما، لا فينا ولا معنا ولا منا ولا أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يتوجب علينا وارحمنا وانظر إلينا، يتوجب علينا وسامحنا فيما جنينا، يتوجب علينا واغفر لنا ولوالدينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسلك في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا بديع السماوات والارض، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اصلح شبابنا وبناتنا يا ارحم الراحمين، وفرج على المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Karibu mgeni mwema, mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulo na neema, katujalia wetu manani. Ramadhani mwezi mwema, imeshuka yetu Qur'ani, kitabu kilicho bora, tuisomeni Qur'ani. Ndani yake Ramadhani imeshuka Qur'ani, isiyo na shaka kwetu, tuisome kwa yakini. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Karibu mgeni mwema, mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulo na neema, katujalia wetu manani. Ramadhani mwezi mwema, imeshuka yetu Qur'ani, kitabu kilicho bora, tuisomeni Qur'ani. Ndani yake Ramadhani imeshuka Qur'ani, isiyo na shaka kwetu, tuisome kwa yakini. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Karibu mgeni mwema, mtukufu mwezi Ramadhani. Karibu mgeni mwema, mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulo na neema, katujalia wetu manani. Ramadhani mwezi mwema, imeshuka yetu Qur'ani, kitabu kilicho bora, tuisomeni Qur'ani. Ndani yake Ramadhani imeshuka Qur'ani, isiyo na shaka kwetu, tuisome kwa yakini. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Karibu mgeni mwema, mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulo na neema, katujalia wetu manani. Ramadhani mwezi mwema, imeshuka yetu Qur'ani,
kitabu kilicho bora tuisomeni Qur'ani. Ndani yake Ramadhani imeshuka Qur'ani, isiyo na shaka kwetu tuisome kwa yakini. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Karibu mgeni mwema mtukufu mwezi, karibu mgeni mwema mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulona neema katujalia wetu manani. Ramadhani mwezi mwema imeshuka yetu Qur'ani, kitabu kilicho bora tuisomeni Qur'ani. Ndani yake Ramadhani imeshuka Qur'ani, isiyo na shaka kwetu tuisome kwa yakini. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Karibu mgeni mwema mtukufu mwezi Ramadhani, karibu mgeni mwema mtukufu mwezi Ramadhani, mwezi ulona neema katujalia wetu manani. Ramadhani mwezi mwema imeshuka yetu Qur'ani, kitabu kilicho bora tuisomeni Qur'ani. Ndani yake Ramadhani imeshuka Qur'ani, isiyo na shaka kwetu tuisome kwa yakini. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani. Pia ipo siku bora Lailatul Qadri, usiku ulona cheo neema hapa duniani.